Hizi ndio dalili ambazo mtoto mwenye kuwa na utapiamlo anakuwa anazionyesha, au ndio dalili endapo utaiona kwa mtoto wako ujue kwamba mtoto huyu ana changamoto ya utapiamlo. Dalili ya kwanza ni mtoto kuwa mwembamba sana, yaani unakuta mtoto mikono ya kwake na miguu ni nyembamba sana, yaani wembamba ambao sio wa kawaida. Okay, dalili ya pili ni mtoto kutokuongezeka uzito au kupungua uzito. Dalili ya tatu ni mtoto kukosa nguvu au kukaa mlegevu. Dalili ya nne ni mtoto kugua mara kwa mara. Mtoto mwenye kuwa na changamoto ya utapiamlo ni mtoto ambaye anaugua mara kwa mara, haongezeki uzito. Yaani kila mara ukienda kupima kilo ni ile ile, haongezeki. Mtoto wako akiwa anaonyesha hizi dalili, hakikisha unamchukulia hatua mapema, kwa sababu kuna uwezekano wa mtoto mwenye kuwa na hii dalili au mwenye kupitia hii hali kuchelewa kwenye hatua yake ya ukuaji, kwa sababu kilo haitakuwa inaongezeka, ataendelea kudhoofika, ataendelea kukonda, hali ambayo inaweza kuchelewa yeye kuchelewa kutembea, kuchelewa kutambaa, na pia kuchelewa kwenye hatua zingine muhimu kwenye ukuaji wake. Hakikisha kama mtoto wako ana hiyo changamoto, chukua namba yangu ambayo iko kwenye profile niweze kukusaidia, wenda kwa ushauri au pia kwa matibabu endapo itabidi.